Mheshimiwa Mwenyekiti, fahari yetu sisi vijana ni nguvu, na huwezi ukaendesha taifa au tukafanya lolote bila kuwa na nguvu. Ikitokea vita kwenye nchi hii, vijana tutawahitaji sana ili wawe mstari wa mbele kulitetea taifa lao, kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Lakini pia tukisema kwamba, naamini vijana, wazee pia nao wana mchango wao, ndio maana nimesema kwamba uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Kwa hiyo watatusaidia busara na kutukontrol, kutushauri, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Lakini mambo yanayohitaji nguvu na mambo yanayohitaji usasa, mambo yale yanayohitaji innovation na mambo mengine mapya mengi sana, vijana ndio wanao kuwa na mawazo chanya kwa kuibua vitu vipya. Duniani ukiangalia waliofanya vitu vikubwa wengi, mawazo mengi waliyapata wakiwa vijana. Kwa ndio maana nasema kwamba vijana ndio wenye nguvu na ndio tumaini na injini ya taifa letu. Nimeona dira ya vijana, miongoni mwa kitu walichozungumza kwenye dira yao, wanataka kuwa na taifa la vijana wenye ujuzi, vijana wenye ufahamu, vijana ambao waliowezeshwa kama walivyotaja pale. Sasa nikaangalia kwenye bajeti yao, 14% ndio inazungumzia kuhusiana na uwezeshaji wa vijana. 86% kwenye bajeti yao ni matumizi ya kawaida na mishahara. Kwa kweli mimi kwenye hili nimesikitika kidogo. Kama tunayo dhamira ya dhati kama taifa na tunataka taifa letu liende mbele, taifa letu lifikie dira 2050, sidhani kwamba bilioni 5 hii inaweza ikaleta mabadiliko ya kutisha kwa vijana. Mimi ningetarajia pengine wizara hii, yale matilioni tunayoyasoma kwenye wizara zingine yangekuwa yako kwenye wizara ya vijana. Maana tukizungumzia kilimo, tunahitaji vijana waende kule wakalime. Tukizungumzia viwanda, tunahitaji vijana kule waende wakafanye kazi. Sasa bilioni 5 hizi zinaenda kufanya nini? Lakini pia kuna bilioni 200. Nimshukuru Mheshimiwa Rais. Bilioni hizi 200 zimetengwa kwa ajili ya vijana. Na waziri wetu sisi vijana yule pale mekaa pale. Lakini hizi fedha ukimuuliza ziko wapi? Waziri anakwambia ziko kwenye kilimo, ziko sekta ya biashara, viwanda na biashara, au ziko kule sijui kwenye wizara ya utamaduni na michezo. Mimi ningeshauri serikali, ningeshauri mifuko yote, fedha zote zinazohusu maendeleo ya vijana yawe kwenye wizara husika, wizara ya vijana. Hata tukimuuliza kwamba hizi fedha zimefanya nini, awe na majibu kwamba bilioni 200 hizi zimefanya 1, 2, 3. Lakini pia nizungumzie kwenye ajira, zaidi ya vijana 700,000 mpaka 900,000 kwa mujibu wa World Bank wana graduate kuingia kwenye soko la ajira. 10% ndio vijana wanaoingia kwenye formal sector.
ila 90% wengine wanazurura hukule au wanafanya vitu ambavyo serikali hatutambui. Maana yake wanaenda kwenye informal sector. Mimi ningeshauri serikali tuwe na mfumo ambao una track vijana wetu, tuwe na youth tracking system ambayo itawatambua vijana wetu waliomaliza vyuo, wanaohitimu masomo, tujue vijana wetu wamehitimu na ujuzi gani, lakini pia vijana hawa tujue wanajishughulisha na nini na wako wapi, ili tuweze kuwasaidia.